Samia Suluhu sasa aamrisha jeshi la polisi la Tanzania kupiga marufuku Chadema kusherehekea siku ya wanawake duniani Tanzania, la sivyo wakamatwe endapo ataenda kinyume na amri hiyo yake. Jeshi la polisi nchini Tanzania chini ya amri ya Samia Suluhu na utawala wake sasa umeweza kutoa onyo kali kwa Chadema. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele chini ya video hii kabla nikutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Hali ya kisiasa nchini Tanzania imebadilika sasa kufuatia agizo dhabiti lililohusishwa na Rais Samia Suluhu Hassan na utawala wake kuviagiza vyombo vya usalama vya Tanzania kusitisha mara moja sherehe iliyopangwa ya siku ya wanawake duniani iliyoandaliwa ama inayoandaliwa na Chadema. Hatua hiyo imezua mjadala mkubwa kote nchini, huku wakosoaji wakihoji uwiano kati ya utekelezaji wa sheria na uhuru wa kisiasa katika taifa hili letu. Kile ambacho kilitarajiwa kuwa sherehe ya kiishara ya haki za wanawake sasa kimebadilika na kuwa mzozo wa kisiasa na kuzua wasiwasi kuhusu uhuru wa raia, utawala wa sheria na mustakabali wa siasa za upinzani. Mamlaka iliweka wazi kuwa jaribio lolote la wanachama au wafuasi wa Chadema kuendelea na tukio hilo la Machi tarehe 8 mwaka 2026 litakabiliwa na kukamatwa na kufikishwa mahakamani kisheria. Sherehe zilizopangwa kufanyika mjini Musoma tayari zilikuwa zimeshika kasi mtandaoni, huku juhudi za uhamasishaji zikiongezeka siku chache kabla ya tangazo hilo. Wafuasi waliona tukio hilo kama fursa ya kuangazia uwezeshaji wa wanawake, wakati mamlaka zilitafsiriwa kama mkusanyiko wa kisiasa uliofichwa wa kisiri chini ya maadhimisho ya kimataifa. Akizungumza kwa niaba ya polisi, Pius Lutumo alitoa ujumbe mzito unaoonyesha kuwa marufuku hiyo haikuwa ya kiholela bali imejikita katika mfumo wa kisheria uliopo, huku wapinzani wakisema hii ni utawala tu umeingia baridi na uoga dhidi ya Chadema. Maelezo yake yalisisitiza kuwa uamuzi huo ulifuatia tathmini ya kina ya kisheria iliyounganishwa na amri inayoendelea ya mahakama inayozuia Chadema kufanya shughuli za kisiasa na mikutano. Kulingana na yeye, utekelezaji wa agizo hili sio hiari lakini ni lazima, bila kujali asili au chapa ya tukio hilo. Polisi walieleza zaidi kuwa zuio hilo la hivi punde linatokana na kesi inayowakabili Chadema ambayo bado haijakamilika mahakamani na hivyo hawaruhusiwi kuwa na hafla au mkutano wowote. Hadi uamuzi wa mwisho utakapotolewa, chama sasa kinaendelea kuzuiliwa na kupigwa marufuku kisheria kuandaa au kushiriki katika shughuli za kisiasa. Mamlaka zinahoji kuwa tukio la siku ya wanawake, licha ya umuhimu wake wa kimataifa, haliwezi kutenganishwa na athari zake za kisiasa linapoandaliwa na chama kilicho chini ya vikwazo vya mahakama kwa sasa nchini Tanzania. Hata hivyo, uchunguzi uliofanywa na vyombo vya kisheria sasa umebaini kuwa tawi la wanawake la Chadema linalofahamika kama Bawacha lilikuwa tayari limeanza kusambaza matangazo mtandaoni na ualiko. Hizi zilijumuisha mabango, jumbe na wito wa kuchukua hatua kuwahimiza wafuasi kuhudhuria kwa wingi hafla hiyo kwa wingi ili kusherehekea siku hiyo. Polisi wa Tanzania walitafsiri vitendo hivi kama ukiukaji wa makusudi wa agizo halali la mahakama na la kisheria, na hivyo kuzidisha uharaka wa kuingilia kati kwao. Hali ilizidi kuwa mbaya zaidi pale viongozi kadhaa wa Bawacha walipotakiwa kufika mbele ya wachunguzi wa kanda hiyo kuhojiwa na kujibu maswali. Wito huo uliopangwa kufanyika Machi tarehe 2 mwaka 2026 uliashiria mabadiliko kutoka kwa maonyo hadi utekelezaji unaoendelea. Mamlaka zilionyesha kuwa kuhojiwa kungezingatia uwezekano wa kudharau mahakama, kosa kubwa ambalo linaweza kuleta madhara makubwa ya kisheria kwa wale wanaohusika. Waangalizi wanaona kuwa msimamo wa serikali unaonyesha tafsiri kali ya mamlaka ya mahakama, ambapo utiifu wa amri za mahakama unatanguliwa kuliko kujieleza kwa kisiasa. Walakini wakosoaji wanasema kuwa utekelezaji kama huo unahatarisha kukandamiza ushiriki halali wa kisiasa nchini, haswa wakati unaingiliana na matukio yanayotambulika kimataifa kama siku ya kimataifa ya wanawake duniani. Mvutano huu umeiweka serikali chini ya uangalizi mkubwa ndani na nje ya nchi. Wafuasi wa Chadema wameeleza kusikitishwa kwao na kukasirishwa, wakidai kuwa marufuku hiyo inadhoofisha misingi ya kidemokrasia na inalenga shughuli za upinzani.
Wanasema kuwa maadhimisho ya siku ya wanawake yalilenga kushughulikia masuala ya kijamii na jinsia badala ya kuwa mkutano wa kisiasa. Kwao majibu ya serikali yanaonekana kutokuwa na uwiano na yana msukumo wa kisiasa. Hata hivyo, kwa upande mwingine, sauti zinazoegemea upande wa serikali zinashikilia kwamba utawala wa sheria lazima udumishwe bila ubaguzi. Wanasisitiza kwa kuruhusu Chadema kuendelea na tukio hilo kungeweka historia ya hatari na hivyo kudhoofisha mamlaka ya mahakama. Kwa mtazamo huu, hatua za utekelezaji haihusu kunyamazisha upinzani, bali ni kuhifadhi utaratibu wa kisheria. Matukio yanayojiri pia yamevutia umakini katika jukumu pana la vikosi vya usalama katika masuala ya kisiasa. Polisi wakiwa chini ya mamlaka kuu wamejiweka kama watekelezaji wa maamuzi ya mahakama badala ya watendaji wa kisiasa. Hata hivyo, mtazamo wa hali hiyo ambapo chama kikuu cha upinzani kimezuiwa kufanya shughuli za umma umechochea hisia za kuingiliwa kisiasa. Mvutano unapoongezeka, kuna wasiwasi unaoongezeka juu ya uwezekano wa makabiliano mashinani, wakati mamlaka imetoa onyo la wazi. Kiwango cha kufuata kati ya wafuasi wa Chadema bado hakijulikani. Jaribio lolote la kukaidi marufuku hiyo linaweza kusababisha kukamatwa na hivyo kuzidisha hali ambayo tayari ni tete na uwezekano wa kusababisha machafuko makubwa zaidi. Wataalamu wa sheria wamepima na kubainisha kuwa kudharau mahakama ni shtaka kubwa linaloweza kubeba adhabu kubwa na kali katika taifa hili letu la Tanzania, zikiwemo faini na vifungo vya muda mrefu. Wanasisitiza kwamba ingawa haki za kisiasa zinalindwa, ni lazima zitumike ndani ya mipaka ya sheria zilizopo na maamuzi ya mahakama. Changamoto kuu, hata hivyo, iko katika kutafsiri, ambapo utekelezaji wa sheria unaishia na ukandamizaji wa kisiasa huanza. Wakati huo jumuiya ya kimataifa inafuatilia kwa makini, hasa ikizingatiwa umuhimu wa ishara ya siku ya kimataifa ya wanawake nchini. Kizuizi cha tukio linalowalenga wanawake kimeongeza safu nyingine ya utata kwa suala hilo na kuibua maswali kuhusu utetezi wa jinsia katika mazingira nyeti ya kisiasa. Kwa wingi, hali hiyo inaangazia uwiano kati ya utawala, sheria na uhuru wa kujieleza. Machi tarehe 8 inapokaribia, nchi inajikuta katika njia panda, ikiwa na mamlaka ya kisheria na upinzani wa kisiasa kwenye mkondo wa mgongano. Iwapo Chadema itatii agizo hilo au itapinga kwa njia za kisheria au za umma, bado itaonekana. Jambo la hakika, hata hivyo, ni kwamba uamuzi huu umeweka mazingira ya wakati mwafaka katika nyanja ya kisiasa ya Tanzania, ambayo inaweza kuwa na athari za kudumu kwa utawala wa mienendo ya upinzani. Mtazamaji, ni hayo tu ambayo nimejaliwa na kufanikiwa kukuandalia katika video ama taarifa hizi. Ningependa unijuze maoni yako ama mtazamo wako upande wa comment section chini ya video hii. Je, unaunga mkono uamuzi huu wa serikali ya Samia Suluhu ikiweza kuongozwa na jeshi la polisi la Tanzania la kupiga marufuku BAWACHA au Chadema kufanya sherehe na hafla ya kuadhimisha siku ya wanawake duniani? Je, unadhani huu ni uonevu tu kwa upinzani au je, unadhani sheria ya mahakama lazima ifuatwe katika taifa hili letu? Na kuacha uwanja huu wa comment section uniandikia maoni yako ama comment yako. Vile na kushukuru sana, umeweza kunisaidia sana kwa kusubscribe na kulike, na kama bado haujafanya hivyo basi like na usubscribe, alafu bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako, kitakuelekeza katika taarifa ama habari zetu mpya.